Mvua zinaponyesha katika maeneo ya Vundanyi, jiji la Voi ni moja ya miji ambayo huathirika pakubwa wakati mafuriko yanaposomba baadhi ya vibanda na wenyeji shughuli kukwama. Je, mvua nyingi zinazotarajiwa kunyesha katika maeneo mengi humu nchini, jiji la Voi limejiandaa vipi? Hezron Kimari amezungumza na wakazi wa Voi kusikia hali zao na matayarishi yao kwa mvua hizi za mwezi huu wa Machi. Hebu tumsikilize. Naam, asante sana studio. Na kuhusiana na mjadala wetu wa leo ama mada ya leo kwamba vipi tabiri za hali ya anga ambazo zimekuwa zikitolewa na idara ya masuala ya hali ya anga humu nchini kuhusiana na kiwango cha mvua na pia vile vile baadhi tu ya athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo zimekuwa zikishuhudiwa katika taifa hili, ni kwamba leo hii katika kaunti ya Taita Taveta hapa Voi itakuwa nazungumza na baadhi tu ya wakulima ambao baadhi yao ni wakulima, wengine ni wafugaji. Waweza kutueleza pengine wanaelewa vipi taarifa hizi kutoka kwa taasisi ile ya kutoa taarifa za hali ya anga, pengine hali ya anga iliyo hivi sasa inawaathiri vipi na pengine wanaona vipi kulingana na shughuli zao za kila siku. Karibu katika KTN, pengine songa mbele kidogo, jitambulishe alafu tuambie kulingana na masuala ya hali ya anga na utabiri wa hali ya anga vile ambavyo inavyotolewa sasa. Je, iko kama vile siku za nyuma ama kuna tofauti yote? Anza kwa majina. Kwa majina ni Amon Mandoe kutoka sehemu za Kasigau. Kulingana na hali ya utabiri, vile utabiri wa anga unavyoendelea, mimi ni mfugaji tena ni mkulima katika sehemu hiyo ya Kasigau. Ninaona kwamba ukweli wa mambo vile wanavyotabiri si ndivyo hivyo, maana tunavyoona ni kwamba kuna sehemu ambazo vile mvua ilivyonyesha ardhi imepata kubebwa kabisa, hata wakulima hawezi kulima sehemu hiyo. Kwa hivyo vile wanavyotabiri ni sawa wanavyosema, lakini kwa sehemu ambayo ninayetoka mimi ninaona kwamba mvua imenyesha kwa wingi na naona shamba langu liko sawa, na katika hali ya mfugo nimepata kwamba nyasi inaendelea vizuri, na tunaona kwamba katika hali hiyo mvua huenda ikiendelea tuenda tukavuna, maana sisi mimi mwenyewe binafsi nimeshapanda mahindi yameshamea na naona hali inaendelea vizuri. Pengine nikuulize kwamba kiwango taarifa za hali ya anga za sasa kwamba mvua itanyesha, pengine kutakuwa na kiangazi, mvua itakuwa ndefu, itakuwa fupi, na miaka ya nyuma pale Kasigau, unaona taarifa za sasa zinafanana na za miaka ya nyuma ama kuna utofauti wote wa jinsi ambavyo mambo yanavyokuwa, hasa mvua itakuwa ama kiangazi kitakuwa? Katika hali ya utabiri ya hali nini vile inavyosemekana hapo mbeleni, tulikuwa tunaona walivyokuwa wakisema yanatokea kweli, lakini siku hizi inaonekana kwamba wanaweza utabiri na ukaona tofauti, inaweza mvua kupungua au ikazidi. Kwa hivyo hali ya utabiri wao hatusemi kwamba ni mbaya, lakini sana sana huwa pia unatayarisha mkulima awe katika hali ya kujitayarisha katika hali ya usawa. Kama mvua itanyesha kwa wingi ama kwa fupi, basi tuendelee hivyo, lakini kuna tofauti. Hapo mbeleni tunaona utabiri ulikuwa na shikana sawa sawa kabisa na huo utabiri wao, lakini siku hizi wanaweza sema na ukaona hali iko tofauti. Na wewe kama pale maeneo ya Kasigau, unahisi taarifa hizi za hali ya anga vile zilivyotolewa na unahisi kwamba zina mabadiliko na siku za nyuma, kutakuwa na athari gani kwako? Nini ambacho kinakufanya kwa unahisi uko na uoga ama unahofia nini kulingana na taarifa hizi za hali ya anga za sasa? Mimi nikiwa sehemu ile ya Kasigau, kitu ambacho ninachohofia katika hali ya taarifa hizi ni kwamba sehemu zile ambazo zimelemewa sana na katika hali ya poromoko huenda kawa kwamba na hali ya maji mingi. Tunaona kwamba huenda kawa mafuriko katika sehemu hizo, ambao sasa hata ile mvua ambayo ilikuwa imenyesha ni kwamba tuliona hatari kubwa kwamba kuna nyumba zingine zilibomoka nini. Kwa hivyo tunaona ziko hatari ambazo nahofia. Kwa hivyo nauliza wakulima wenzangu ni kwamba wajihadhari na hizo sehemu ambazo pengine zienda zikaleta maafa kama hayo, tuwe kando nazo. Na unapozungumza kama kutakuwa na mafuriko, kunaweza kuwa na mporomoko wa ardhi, pengine unahisi ni mambo ya kawaida ama inachangiwa na mabadiliko ya hali ya anga? Kwa kweli ni kwamba inachangiwa na mabadiliko ya hali ya anga. Kwa sababu siku hizi tunaona kwamba hata hali ya jua limekuwa ni kali sana. Anga pia, katika hali ya anga pia tunaona kwamba sijui ni ile ambayo ilikuwa inaitwa ozone layer mbeleni kama imeisha. Siku hizi unakuta kwamba joto kutoka juu linakuwa jingi, na tunaona pia hata binadamu pia amechangia. Unaona kwamba pale ambapo mbeleni kulikuwa tunafikiria kwamba kuna miti, siku hizi hakuna.
watu wamekata miti. Naona kama niyo imechangia hiyo hali ya mimi. Tukimaliza kutoka kwako nizungumza na mwingine. Unahisi serikali ya kaunti na serikali kuu ina mchango gani kwamba kuhakikisha wewe kama mkulima pale Kasigao au taathirika na mafuriko haya? Pengine taarifa za hali ya anga zitakufaidi wewe kama mfugaji, kama mkulima? Namba kama serikali ya kaunti inaweza kuingilia kati kuhimiza hasa wananchi kwamba tupande miti kwa wingi. Katika hali hiyo, kama wanaweza kutuprovide na miti tuweze kupanda, itakuwa vizuri. Pia katika sehemu hizi ambazo za poromoko wa ardhi wanaweza tujenge, hasa katika hali ya barabara. Hata hivi Kasigao, kutoka Kasigao kuja hapa ni shida. Barabara wazitengeneza at least pale ambapo kuna pengine mporomoko wa maji, wake daraja sio kalbati. Kwa hivyo huo ndio mchango nilikuwa naomba kwa serikali ya kaunti ingilie kati. Nizungumze na mzee wangu sasa. Afutokofia kidogo. Pengine tuambie majina yako alafu tuambie unazungumziaje hali za anga na taarifa vile zilivyopo hivi sasa. Zinawiana na siku za nyuma ama kuna tofauti? Kwa majina naitwa Paul Mwadime Kombo. Kutokana na hali ya hewa na hali ya anga vile ninavyoona sasa, ni kwamba kuna mabadiliko kiasi. Sasa zingine kunakuwa na joto sana, saa nyingine mvua zinachelewa. Kwa mfano kama mwaka jana hatukupata mvua kabisa. Sasa hizo mvua ndio zimeruka, zimekuja sasa. Kwa hivyo kiangazi kimeendelea kwa muda mrefu, na sasa na hizo mvua zimeanza kuja, zinaonekana pia zinakuja na nguvu. Alafu serikali ya kaunti haijaweka mkakati ya kuhifadhi hayo maji. Kwa mfano kama sasa hapa Voi River, sasa mto unapita maji yamejaa, lakini yote yanaenda baharini, hakuna maji yanahifadhiwa. So baada ya muda fulani haya maji yatatusumbua, alafu baadaye tena ukame unaingia, kwa sababu serikali ya kaunti na serikali kuu haijaweka mikakati yoyote ya kuhakikisha inahifadhi hayo maji ili kuja kutumika wakati mvua zimeenda. Matatizo kama hayo ndio ninaona. Alafu pia kuna upungufu wa miti imetumika nyingi, watu wamechoma makaa. Maana kwa mfano kama hapa Voi mimi nakaa, tangu reli ya Gereza imepita hapa, wenyeji wa hapa wamekuwa kufanya biashara ya makaa mpaka sasa na zaidi ya miaka 100 na kitu. Na ukiangalia vile wamekuwa kikata miti na ile juhudi wanaweka ya kupanda, zile miti wanakata ni nyingi zaidi kushinda zile zinazopanda, ambazo ndio zinasababisha hali kama hii ya mazingira kuwa mabovu. Na unahisi hizi taarifa za utabiri wa hali anga zinavyotolewa, je, zinakuwa za uhakika? Ama wakisema kuna mvua nyingi inakuja kidogo, wakisema kutakuwa na kiangazi kunatokea mvua, unahisi za uhakika ama haziko ambazo zinapatia msasaidia mkulima? Saa zingine zinakuwa na uhakika na saa zingine zinakuwa hazina uhakika. Kwa mfano kama sasa, jana usiku Sagala mvua imenyesha nyingi sana na sehemu za Taita, za Ronge, Bundanyi, lakini hapa mvua hakuja nyesha. Na tujui labda hata pia Maungu hakuja nyesha. So unaona kwamba hizi mvua kama sasa hivi zinanyesha sana upande wa kusini. Upande wa kaskazini mvua zinaonekana ziko chache. Ingawaje sasa kama kuna leo nimesikia taarifa ya habari ikisema pia hata Makueni jana usiku kumenyesha mpaka katokea mafuriko, lakini hapa mvua hakuja nyesha. So unaona inapitana. Wewe kama mkulima hapa Voi, hofu yako ni gani kuhusiana na jinsi ambavyo taarifa hizi zinapotolewa kuhusiana na kiwango cha mvua ambacho kinatarajiwa hivi sasa? Wewe kama mkulima, hofu yako ni gani? Hofu yangu ni kwamba hatujaweka mikakati ya kuhifadhi maji. Kwa sababu maji yanaposhuka kutoka juu milimani, tungekuwa na dams ya kuzuia. Kwa hivyo River tungekuwa na damu kadhaa, at least mvua zikienda hayo maji tungeweza kuitumia kwa ukulima na wafugaji pia. Lakini kwa sasa yakipita yamepita. Kwa hivyo bado tunarudia hali zetu zile za zamani. Na wewe kama mkulima ama pale unapoishi, unahisi uko salama endapo mvua hii ya mafuriko itakuja? Mimi pale niko salama kwa sababu niko mahali pa juu. Siko kwenye mto. Kwa hivyo mimi niko salama kabisa. Sina wasiwasi na hali. Shamba lako? Hata shamba langu liko vizuri. Na mchango wa serikali ya kaunti ama serikali ya kitaifa ni gani katika kuhakikisha yale umezungumza ambao mapungufu yanaweza kuwekwa sawa? Serikali ya kaunti iko na mikakati, lakini shida moja, inafanya mambo polepole. Yani wanaongea sana na vitendo ni vichache. Kwa hivyo sasa unakuta wanaweza kuanza kupangia mambo ya kupanda miti na ukute hiyo program ichukue hata miaka 5. Watu wanazungumzia kupanda miti tu. Lakini miti haipandwi. So hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Kulingana vile nimesikia ripoti kwamba mvua inakuja kwa wingi. Kwa hivyo mvua inapokuja, kulingana mimi naona kwamba itatuathiri, na haswa mimi. Kwa mfano naweza sema kwangu mahali niko kwa nyumba itakuwa niko safe, lakini kuna mahali pale ambapo napitia njia itakuwa imevunjika ama njia itakuwa imeisha. Kwa hivyo kama ungeweza kushughulikia njia ingekuwa vizuri zaidi, ili kwamba maisha yetu kaweze kuwa salama.
Yeah. Na pengine ukizungumzia hali hii ya mvua, unaona taarifa za sasa zinafanana na miaka ya kitambo ama sasa ya mambo yamebadilika pengine? Kusema ukweli naona kwamba mambo yamebadilika, si vile ilivyokuwa tunapata taarifa zamani ikitolewa exactly ilikuwa inatokea vile walikuwa wamesema, lakini siku hizi kama vile wenzangu walivyosema kwamba kuna vile naona kuna tofauti, inaweza kuja nyingi ama ikaja kiasi ama kwingine ikakosekana kabisa, especially hapa Voi waweza kukuta kila mahali kumenyesha, lakini hapa ikakuja kunyesha mara ya mwisho na ikanyesha ile ya mafuriko na tena ikakosa kuleta mazao, kwa hivyo kuna mabadiliko. Yeah. Na unahisi hali hiyo inachangiwa vipi? Ni hali ya kawaida ama kuna mchango wa mabadiliko ya hali anga humu nchini? Naona ukataji wa miti imekuwa kama ndio chanzo hasa kimesababisha, kwa sababu vile miti zilikuwa nyingi kwa kitambo, miti zilikuwa zikatwe ovyo, lakini siku hizi kumekuwa na ukataji wa miti kiolela, kwa hivyo kumechangia mazingira kuharibika. Na kile kitu ambacho naweza sema kwamba wakitusupport na miti, alafu pia watu ajira kwa vijana. Sasa vijana wengi watakuwa wamepata kazi, kwa hivyo wakiwa washapata kazi alafu tumepanda zile miti, basi zitamea na zitakuwa zimeshikana zile zingine, kwa hivyo kutakuwa na ushwara. Kama hakuna hajapewa miti na bado vijana watakuwa na kazi, bado wengi wao watajitupa kwa ile shule ya ukataji wa miti. Kwa hivyo tukipata vijana kupata kazi, pia tutakuwa tumepata usaidizi. Mchango wa serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa ni nini kwa haya mambo ambayo umezungumzia? Mimi naona nitazingatia pale kwa ajili ya serikali ya kaunti na serikali ile kuu ikitoa ajira kwa vijana, naona itakuwa imetusaidia sana. Yeah. Sawa, tuzungumze na kina mama, tungoje. Majina tuambie. Kwa majina kamili naitwa Marieta Kila Siku, mkazi wa Mbololo Ward. Tuambie kuhusiana na jinsi ambavyo utabiri wa hali ya anga unatolewa kwa sasa na miaka ya nyuma. Je, unafanana ama kuna tofauti yote? Kusema kweli, kama vile wenzangu walivyotangulia kusema hapo awali, hali hazifanani kabisa. Pale ulipo uko salama ama hauko salama? Pale nilipo, kwa mfano mimi natoka sehemu za Mbololo, pale niko chini ule mlima wa Mbololo, niko chini. Sasa iwapo mvua itaendelea sana, huenda basi ikaniathiri mimi kama mkulima, kwani mimea yangu itabebwa na maji na pia hata mifugo yangu pia huenda ikaathirika kwa njia moja au nyingine. Na unahisi mchango wa serikali ni gani? Serikali hii ya kaunti na pia serikali kuu na pengine mashirika mengine yana mchango gani katika kuhakikisha pengine wewe uko salama na wakulima wengine wako salama? Mimi ninachoomba tu kwa serikali hii ya kaunti pamoja na rais wetu Ruto kwamba akaweze kupanga mikakati hasa zaidi katika anapokaa na watu wake, azungumzie kuhusiana na mambo hii ya hatari ya mvua, kwa sababu inaleta hata shida nyingi sana kwa wakulima na hata katika Taita Taveta. Na juzi hata ni mvua ya juzi imejejesha juzi mwezi wa pili imeleta mafuriko katika sehemu mbalimbali sana. Kwa hivyo naomba tu rais wetu na watu wake waketi chini na wahamasishe watu, aweke vitengo tofauti ambavyo vitatembea mashinani, wachana mambo ya huko juu, waingie mashinani kabisa, waangalia shida ambayo inakumba mwananchi wa chini kabisa ni shida gani. Hapo itapendeza na serikali itasonga mbele vizuri zaidi. Sawa, asante. Nizungumza na huyu mama pengine alafu nikimalizia na Abo. Tuambie majina alafu tuambie kama mkulima jinsi ambavyo serikali ama idara ya utabiri wa anga imekuwa ikitoa taarifa zake katika mambo ya utabiri wa hali ya hewa. Naona saa nyingine wanatoaga habari za ukweli na saa nyingine habari ambazo hatutapokea ile mvua ambayo wametabiri itakuja. Lakini kwa miaka ile ingine walikuwa na tabiri na kulikuwa kunanyesha na kweli tulikuwa tunaona mafuriko, nyumba zinabomoka, maji yanaingia kwa nyumba, shamba zimejaa michanga kwa wakati huo mwingine. Lakini kwa wakati huu mvua ambayo wanaitabiri huwa saa nyingine sehemu zingine haifiki. Kama hivi tumesikia Kasigao imenyesha, lakini katika Ngolia yetu haikunyesha, ilinyesha wiki iliyopita. Lakini kwa jana ama kwa leo tunaona kwamba ile mvua walikuwa wamesema wametabiri kwamba itanyesha, imenyesha kidogo. Kwa hivyo miaka iliyopita kulikuwa kunasemekana ukweli wakisema mvua itanyesha nyingi na kuna mafuriko, watu wajihadhari, na ni kweli kuna kuaga na mafuriko, maana nyumba zinabomoka na mito ambayo ilikuwa karibu na mtu ataambiwa kwamba aondoke, na Red Cross watakuwa wakihimiza watu, hata wakituma message ya kwamba watu walio karibu na mito waondoke kwa sababu kutakuwa na mafuriko. Uko salama endapo kama jinsi ambavyo taarifa za hali ya anga zinasema kutakuwa na mvua mingi? Pale ulipo wewe uko salama? Mimi siko salama kwa sababu mimi niko karibu na mlima. Unahisi kwamba hauko salama na uko maeneo kuna mawe ama kuna milima? Mchango wa serikali ya kaunti ama serikali ya kitaifa ni gani kwa wewe kama mkulima wa maeneo ya Ngolia? Mchango wa serikali ni kwamba waweze sahihi vile kila mtu amejua utabiri wa hewa kama kuna mvua nyingi, sahihi waanze kutembea nyanjani ama mashinani wakijua ya kwamba kama kunayo mtu ambaye yuko karibu
na mto ama karibu amejenga karibu na maji mengi ama mahali kuna maporomoko, wanaona kwamba hapa kutaporomoka, waanze kuingia nyanjani na kuelimisha watu. Kama ni kuanza kuondoa watu sahihi kabla ya mafuriko, waanze kuondoa watu mahali hapo, ili watu waweze kuondoka, wasingojee mafuriko. Pengine tuambie wewe unazungumziaje kuhusiana na mjadala wetu leo kwamba hali ya anga, taarifa zinavyotolewa na idara ile, na wewe kama mkulima mkazi wa huko kaunti ya Taita Taveta, unaziona ziko vipi, zinakuathiri vipi ama zinakupea taswira gani kama mkulima? Mimi kwa majina naitwa Gilbert Ngeti na natokea maeneo ya Mwakiki, sehemu ya karibu na Mwasere Girls. Lakini hali ya anga ya mvua vile inatangazwa, nimeona ya kwamba kuna wakati mwingine haituambii ukweli. Tunatayarisha mashamba kwa muda mrefu na mvua hainyeshi. Wakati inakuja kunyesha, watu wamekosa imani. Hiyo tunaona wakati wanapotuelezea hali ya anga ni kama wao wenyewe huwa hawaelewi hali ya anga iko namna gani. Ya pili ni kwamba mahali niko lile maeneo mvua ikinyesha, kwa sababu kuna makorongwe mengi ambayo inatoka kwa mlima juu. Mvua ikinyesha, hayo makorongo hujaa maji, na maji haya mengine yanachanganyikana na nyumba zilizojengwa na mashule, zote zinapita juu ya barabara na kupita juu ya manyumba za watu. Kwa hivyo katika hali hizo huwa tunaathirika mvua ikiwa nyingi. Hivi sasa tuko na mifugo, wengine tumeweka mifugo hapa Vindo, sehemu ya Vindo hapa ndani. Mvua haijanyesha ile ya kutosha, hata watu paka sasa wa eneo ya Vindo hawajapanda hata mmoja. Maana mvua ilichelewa, hii yote ilianza kunyesha haijanyesha. Jana usiku ndio imenyesha kidogo, hata ikupitisha maji chini. Kwa hivyo mchango wa serikali ya county na serikali kuu, wakiwa na himizo la kufuata vile wanaendanga katika public participation ambazo tumeziona kwa miaka 16 ya ugatuzi, hatujafikia malengo ya hayo mambo ambayo walikuwa wakizungumzia. Mimi ningewaomba ama kuwarai serikali kuu na serikali ya county kushikana, ili haya maji yanayotoka kule sehemu za maeneo kutoka Mwasere mpaka Gazi kule anakuja kupitia Voi, maeneo ya Voi, wakaweze kujenga zile dam liners katika yale mashamba ya watu, na watu wahamasishwe kuwa katika sako ya cooperative ambazo zimeingia katika wadi zote. La mwisho nikimalizia, pale ulipo wewe uko salama endapo kiwango cha mvua kitakuja jinsi ambavyo kimetabiriwa? Mimi siko salama, maana kwa sababu nikiangalia kila ikinyesha, nikiamka asubuhi naona mafuriko ya maji ambayo haikutembea imesimama. Kwa hivyo naye hali ya afya, mbu watakuwa wengi, tutaathirika. Kwa hivyo siko salama. Tuambie unaitwa nani, kutoka wapi, na hali ya anga hii inapotabiriwa kwa sasa ziko vipi? Zinafanana za siku za kitambo ama zimetofautiana? Kwa majina ni Zainab Mgandi kutoka Marungu Ward. Katika hali ya anga mambo yanabadilika. Mwaka jana ilikuwa iko ukame. Saa hii mvua ni nyingi. Hata saa hii Marungu Ward tumeathirika sana. Manyumba tumebomolewa, mifugo ikaenda, na upande wa kupanda tulipanda lakini mmea mwingine imeenda. Sasa hapo katika Marungu Ward tumeathirika kwa saa hii. Na saa hii inasemekana bado inaendelea kunyesha. Tutaathirika zaidi. Tunaomba serikali iwe macho na katika Marungu Ward yetu. Manake watu wengi saa hii wako nje, manyumba yamebomolewa na saa hii hawana makao ya kukaa. Na pengine nikuulize, haya yote unayozungumzia, unahisi yako ni mambo ya kawaida ama inachangiwa na mabadiliko ya hali ya anga? Ni mambo mlikuwa mnayashuhudia miaka ya nyuma ama ni mambo mageni katika miaka hii ya sasa? Ni mambo yanabadilika na mambo ya hali ya anga. Kwa kitambo ilikuwa kuko na miti mingi, kulikuwa kuko na nafuu. Lakini kwa saa hii miti imeisha na vijana kuikata, ndio maana saa hii tunaathirika. Manake mvua ikinyesha huwa inanyesha na upepo ukali sana. Sasa tunaomba serikali itoe miti tupande kwa wingi ili tuzuie ule upepo. Mvua ikinyesha inyeshe kwa amani. Manake saa hii mvua ilinyesha nyingi sana, maji yakabeba mbuzi, ng'ombe yakabeba. Sasa hapo wananchi tunaumia sana. Okay, sawa, asante sana. Na mpenzi mtazamaji, ni kwamba hayo ndio yalikuwa mazungumzo yangu na baadhi tu ya wakazi ama wakulima wa eneo hili la kaunti ya Taita Taveta, hasa eneo la Voi, wakizungumzia baadhi tu ya taarifa kuhusiana na hali ya anga
zinapotolewa na idara ya hali ya anga humu nchini, na pia mapendekezo yao kwa serikali kuu na serikali ya kaunti, vipi ambavyo wanahisi huende kawa ndio itakuwa baadhi ya suluhisho ya changamoto ambazo wanazipitia, hasa endapo tabiri za hali ya anga kwamba mvua itaendelea kushuhudiwa kiwango cha juu itakuwa ni ya ukweli. Nikiripotia KTN kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Shukran sana Hezron Kimari, na hapo ndipo tunapofika kikomo cha taarifa.